unaoandika mahali pasiri pake Mwenyezi. Mahali pasiri pake Mwenyezi. Tunajifunza mahali pasiri pake Mwenyezi kwa sababu mahali pasiri pako pa aina nyingi. Maana kuna mwingine ana mahala pake pasiri pa shetani, kuna mambo ambayo anajua yeye akiyafanya, na kuna mwingine na mahala pake pasiri, mambo yake yakiharibika huenda huko kwenda kuangalia kwa waganga. Mwingine ana mahala pake pasiri alipotunza vibuyu na vitu vingine vya kiuchawi. Lakini leo tunataka tuangalie mahala pasiri pake Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 9 na 11 hadi wa 11. Unasema Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 9 hadi wa 11. Mtu anaweza akanisomea hapo, na kama hajafika naweza nikasoma mwenyewe. Nasema Wafalme wa Pili ndio 17 kwa mstari wa 9. Nasema tena wana wa Israeli wakafanya kwa siri mambo yasiyokuwa mema juu ya Bwana ndio Mungu wao, wakajijengea mahali pa juu katika miji yao yote, kutoka mnara wa walinzi hata katika miji yenye boma. Mstari wa 10. ndio Wakajisimamisha nguzo na maashera juu ya kila milima mrefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. 11. Wakafukiza uvumba huko katika kila mahali pa juu kama mataifa walivyofanya, ambao Bwana aliwafukuza mbele yao, wakaunda mambo mabaya ili wamkasirishe Bwana. Amen. Baba mbinguni, asante kwa sababu ya siku ya leo. Ni wakati mwingine tena leo Mungu unakwenda kutufundisha ili Bwana tukapate faida. Asante kwa sababu Mungu utatenda kusudi lako. Ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Tumeangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 17 kuanzia mstari wa 9 ambayo inasema, tena wana wa Israeli wakafanya kwa siri mambo yasiyokuwa mema juu ya Bwana Mungu wao, wakajijengea mahali pa juu katika nchi yao yote, kutoka mnara wa mlinzi hata katika miji boma. Bwana Yesu asifiwe. Yenye maboma. Hapa tunaangalia mahala pasiri, lakini tunaangalia mara ya kwanza kwamba wana wa Israeli kuna wakati ambapo walifanya mambo mabaya kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakayafanya kama yale tunayoyafanya kwa siri, yale yanayomchukiza nani? Tena ukisoma mstari wa mwisho anasema wakafukiza uvumba huko katika kila mahali pa juu kama mataifa wafanyavyo, ambao Bwana aliwafukuza mbele yao, wakaunda mambo mabaya ili wamkasirishe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mahali pasiri unafanyaje? Mungu anafurahi na mahala pako pasiri, ama ni mmoja wapo ya mahala pasiri pa kufanya ili Mungu achukie? Kwa hiyo katika safari tulizo nazo kuna mambo mengi ambayo tunakaa mahala pasiri pa shetani. Kwa hiyo kwa sababu tuko mahala pale, tunaangalia
sijui afanye nini. Lakini tunapokuwa mahala pasiri, tunafanya nini hicho cha kufurahisha Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mahala pako pasiri unafanyaga nini? Mahala pasiri ni mahala ambapo mtu haonekani, ni maeneo ambayo mtu amejificha, kwa maana ukimuona tayari hapo ni hadharani. Pale ni sehemu ambayo mtu amejificha. Anaweza akahubiri na anahimizi kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akafanya biashara na ameokoka, lakini anatumia madawa ya kienyeji na zaka anatoa na kuhubiri na kuimba. Anaweza akaja akaimba na anaweza akafanya nini, lakini inapofikia wakati wa swala lake la kuketi mahala pasiri, yeye ndio anajua pale mahala pasiri huwa anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwana mahala pake pasiri. Kuna mtu ana mahala pake pasiri. Moyoni mwako inaweza kuwa ni mahala pako pasiri, unapashuhudiaje? Bwana Yesu asifiwe. Hebu kagua hapo ndani ya mahala pako pasiri, ndani ya moyo wako unasikiaje? Umeokoka kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hapo mahala pasiri hapo moyoni mwako umeokoka kweli? Huo uongo ulionao sio wewe uliyeunganisha yule mtu akatoka kwake. Sisi hatujui, ila hapo kwenye siri yako unaonaje, unajisikiaje? Kwa hiyo kuna mahala pasiri pake Mwenyezi. Ndio maana asubuhi ya leo tunataka tuangalie mahala pasiri pake nani? Mwenyezi. Maana kuna mahala pasiri pia pa Shetani. Zaburi ya 91 kuanzia mstari wa kwanza. Zaburi ya 91 hiyo kuanzia mstari wa kwanza. Tutaenda mpaka mistari mingine hapo chini mbele. Mtu kama amefika anaweza akanisomea. Zaburi 91 mstari wa kwanza nasema, ndio, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mstari wa pili nasema, ndio, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Mstari wa tatu nasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Hebu ishia hapo. Akitie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anayeketi mahala pasiri pa Mungu, mahala pale alipojitendea kuzungumza na Mungu. Aidha umejenga nyumba kwako ama umeamua chumba chako kukifanya kama mahala pasiri pa kukutana na nani? Biblia inasema kwenye huo mstari wa 3, kwa maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Hapo mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahala pasiri pake Mwenyezi Mungu kuna uvuli wa Mungu, kuna ulinzi wa Mungu. Mahala pale unapokaa sirini na Mungu, ina maana ni sehemu ambayo hauonekani. Hata Shetani hawezi kujua, hawezi kupaona, kwa sababu umekaa na nani? Na Mungu mwenyewe. Mungu amekuchukua, mmekaa naye sirini, unamweleza mambo yako ya sirini. Kuna mambo mengine hata hayana maana kuyaleta hapa kanisani, unahitaji mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tushangae kama hapa tumeomba na wewe uko hapa, sisi tutakushangaa kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta muda kama mahala pa siri na Mwenyezi Mungu. Omba kama umefunga kwa ajili ya mambo yako ya siri za familia, siri za uchumi wako, siri za mahitaji unayohitaji. Kuna mambo yanahitaji mahala pa siri. Aketie mahala pa siri pake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utamweleza Mungu. Hapo mahala pa siri. Hapo shetani haji. Hapo hakuna mtu atakayetangaza mambo yako kwamba mmemsikia mpendwa, kumbe kile kilio chake, yale maombi si maombi, yuko kwenye changamoto. Sisi lazima tuseme. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ukija kama hapa unalia mambo yako ya siri, mume wangu ameshindikana, sijui Bwana, sasa ni vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ana wakati wa kuhudumia watu wake. Tafuta mahala pa siri, zungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nina mambo yangu, na wakati mwingine ninahojiana na Mungu kwa jinsi ambavyo mimi nahojiana naye nikijua yuko hapa. Na mueleza hiki na hiki, uliniahidi hiki na hiki, mbona sikioni? Siyasemi hapa, ninasema mahala pa siri. Bwana Yesu asifiwe. Unasema leo nitaingia mahala pa siri. Nitaingia mahala pa siri kuzungumza na Mungu. Mungu nitangulie mahala hapo pa siri. Twende ukanifiche. Utakuwa na hoja zako. Leo nitaenda kuombea 1, 2, 3 juu ya watoto wangu, juu ya familia yangu, juu ya mchungaji wangu, juu ya taifa langu. Utaenda mbele za Mungu mahala pale. Utakaachana na hiyo mizuka hiyo ya usiku mzima, yaani wewe ndio unaomba mpaka kijiji utazani wengine waombe. Bwana tulinde, sijui Bwana. Hata kwenye miji mingine wanaomba. Ulishawasikia wanapiga hiyo kelele? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unapokuwa na jambo la siri la kuzungumza hapa kanisani, unaruhusiwa. Utatafuta mtu mwenye ufunguo, utakuja hata kule Sunday school mpaka sawa tena zaidi kuliko, kwa sababu kule watu hawapiti. Sijui tunaelewana. Utaingia pale mahala pa siri. Utakaa na Mungu pale kwa siri. Utazungumza na Mungu pale kwa siri. Bwana nisaidie. Mungu niangalie. Angalia hiki. Vile ni shida. Akili zako hakuna, elimu imeshindwa, marafiki wameshindwa, majirani hakuna, msaada umekataa, taifa haliwezi. Mwambie tu Mungu kwamba wewe peke yako nimekuja mahala pa siri, sawa na neno lako lilisema, ili Bwana ukapate kufanyaje? Kunisaidia. Hebu endelea mistari ya chini hapo. Ulishia 3. Endelea 4. Mstari wa 4 unasema, kwa manyoya yake atakufunika. Ndio. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kikao. Uaminifu wake ni ngao na kikao. Mahala pa siri, kwa manyoya yake atafanyaje? Kama vile kuku wanapofunika watoto wake kwenye mabawa ili adui asije kuwadhuru, mahala pa siri Mungu anawafunika watu wake. Kila mitego, kila uadui, kila fitina, kila uharibifu, mahala pa siri pake Mwenyezi Mungu ni pa muhimu sana kwa mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahala pa siri pako panakushuhudiaje? Mpaka sasa hivi tunavyoendelea, unajisikiaje hapo mahala pa siri? Kwenye siri zako unapasikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakina mama mnajisikiaje mahala pa siri? Maana wengine mna hela ndani hata 15,000 na familia inahangaika tu. Yes, baba wa familia ngoja akome. Umekaficha tu hela kako na bona kapuliza baba, watu wanahangaika hata mboga hakuna. Kwenye kasiri wewe umetunza tu. Afadhali kama hela siku atakavyoisha utajua. Utakuta utashangaa kabisa tu. Kalishaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aketie mahali pa siri pake yeye aliye juu atakaa katika
wake Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninazungumza na watu na ninafundisha polepole ili watu waelewe kuna mambo yanahitaji mahala pa siri. Tunaelewana vizuri? Yanahitaji mahala pa nini? Siri. Kwa baba, kwa hapa ninavyoona watoto wana kelele na huku wana nini? Kanisani kuna ratiba gani ambavyo watu hawapo? Leo nataka niseme na Mungu pale kama pananifaa. Ijumaa kutakuwa na watu wengi na wewe utaki kelele. Unataka uketi mahala pa siri na Mungu. Hawa. Na ukimweleza aidha ni kwa sauti kubwa, lakini mimi sipendi sauti kubwa maana hata itakuwa sio siri. Si ndio? Bwana, ninamleta mume wangu aje pombe. Sasa niko ndio mweleze Mungu tatibu. Bwana ajeshi. Wewe ni Mungu mtakatifu umekuja na uwe na imani kwamba uko na Mungu umekaa naye pale. Sisi tunaona vizuri. Mweleze Bwana, mimi hivi. Kwa kweli hapa mimi hivi. Mimi zamani mweleze hata kama ulikuwa unaenda kwa waganga. Mimi nilikuwa naenda kwa waganga. Kule sikuona faida nikakukimbilia wewe. Sasa nina wewe Bwana, naomba unisaidie. Mungu wangu nishike mkono nisaidie. Maana umesema unakumbushia Zaburi hii ya kwamba utaniokoa na mitego ya mwovu. Utanikinga, utanifunika na manyoya ya wewe. Mueleze na utaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri ni rahisi sana kuombea watoto wako wanakusikia? Unafikiri watabadilika? Ninaleta Thomas, ninaleta Isbia ni nani? Ninawaleta Bwana wangu. Nahitaji mahala pa siri. Ukaombe kwa siri, wabadilike kwa siri bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto anakusikia, baba siku hizi kaanza kuvuta bangi. Sikia anavyonipeleka. Huo ni mwanzo, kwanza ndio nalianzisha sasa. Usifanye vita na watoto, ingia mahala pa siri. Wapeleke kwa majina yao. Mlilie Mungu atawabadilisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa kama Wakristo tunahitaji kuketi mahala pa siri. Bwana Yesu asifiwe. Sijui utaketi kwa lipi. Ni ndoa, uchumi unakusumbua, unahitaji amani. Sijui ni nini wewe kinakusumbua. Unahangaika, elimu unayo kazi pati. Una kazi lakini mshahara hauna kazi. Yaani wewe kila kitu unashangaa. Pesa unapata lakini zinapoisha haujui. Sasa kama wewe hujui na mimi sijui, ni nani atakayekusaidia? Ni Mungu, si ndio? Wewe hujui, kwa nini ukipata pesa kidogo magonjwa yanakuwa mengi? Mimi sijui, kwa nini ukipata pesa kidogo unakuwa na magonjwa mengi? Mimi sijui kwa nini una elimu haikusaidii? Mimi sijui na wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba kazi haupati, lakini wanapata watu wengine tu kazi. Unashangaa mtu amekuja tu ovyo ovyo na amepata. Sasa hivyo vitu vinahitaji kupeleka mahala pale. Mwambie Mungu, hapa ninakaa na wewe. Kama unaniacha, utaniacha mwenyewe. Kama hutanibariki mwenyewe. Lakini wewe uliniambia nikuite na wewe utaitika. Nimekuita sasa. Na ninakueleza, maana nasema njoo mbele zangu ukiwa na hoja zenye nguvu, eleza shida yako upate haki yako. Si ndio maandiko yanasema? Unamwambia unatoka kwa imani. Usitoke pale tena mambo yako vile vile. Hakuna wewe maliza unasema asante Mungu kwa sababu umenisikiliza, umeacha kiti chako cha enzi na leo umenijibu. Nenda kwa imani na uwe na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama muda wangu unakuwa hivyo, lakini bado dakika zangu kidogo. Zaburi ya 27 mstari wa 4 na 5. Zaburi ya 27 mstari wa 4 na 5. Inasema, ndio neno moja nimelitaka kwa Bwana. Ndio. Nalo ndilo nitakalo litafuta. Kae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nitazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe.
Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za nini? Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa nyumbani kwa nani? Na kutafakari. Kutafakari ni kukaa ukifikiria huu wema wa Mungu ukoje, na huyu Mungu yukoje, na Mungu kama hana upendeleo. Mbona Mungu ni mzuri hivi? Mbona alibariki yule? Mbona kamuinua yule? Mbona mimi asinibariki? Mbona? Mahali pasiri ni mahali ambapo anasema unakaa na kutafakari, mradi utamstiri bandani mwake siku ya mabaya, utalistiri katika stara ya hema yako na kuinua juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananielewa vizuri? Kuna watu wananielewa vizuri? Kuna watu bongo zao zinafunguka sasa, wanaangalia ni namna gani ambavyo watafungua vifungo vilivyofunga. Tafuta mahali basi. Punguza kula sana. Hivi vyakula vipo tu, hata ukimaliza maombi utavila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiende mahali basi umeshiba, kachumbari, nyama, wali, tumbo limejaa. Sasa ndio nasema ndio nitakuwa na power ya kuzungumza na Mungu. Umeshiba mpaka wewe mwenyewe unajiogopa. Mambo mengine hayatoki isipokuwa kwa kufunga na usije ukashinda njaa ukawa umejidanganya umefunga. Maana wako watu yuko kwenye mafungo na amekaa tu anapalilia tu, anasubiria tu masaa ya jioni afungue, sivyo? Hata anaweza kwenda kwa rafiki yake, maana njaa inamsumbua, akapige story sana ili njaa isisikie. Unajua sijui nini ni kufunga na kuomba. Hivi vitu vinaenda pamoja. Sio eti unashinda njaa, umefunga na hujaomba. Sasa umefunga wewe ama ni mboga iko imeisha ndani, umekwepa budget. Bwana Yesu asifiwe. Unafunga, unaomba, haijalishi unafanya kazi au unafanya nini. Kuomba huko unapalilia, Mungu anasikia. Tunaelewana vizuri? Kuomba ukiwa ndani ya gari unaendesha, Mungu anasikia. Kuomba hata kama mimi ni fundi ujenzi, ninajenga, nina uwezo wa kuwa ninajenga huku ninaomba, lakini sitafunga alafu nikae jioni ni hasira tu, watoto wanapishana nao, yaani mnachelewa kwa nini mmekula, hamna hata huruma. Hayo sio maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utaingia mahali basi, utazungumza na Mungu kwa siri ukiwa umefunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yako yatakuwa sawa. Hujarogwa. Ni wewe tu ndio hujajua kumkaribia Mungu. Alafu Mungu ni wa ajabu. Yeye habariki tu kienyeji. Anasema hivi, hata sasa hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Sijui nishakusoma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Huna amani kwa sababu huombi. Hamna kitu kwa sababu hamuombi. Ombeni neno lolote na mimi nitalifanya. Sasa wewe unaenda kuomba, una mashaka. Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu mfalme. Tena sasa mwingine anasema unaomba vibaya. Eti ninataka nipate gari ili wajue kwenye ukoo wetu kwamba Bwana wa majeshi. Unaomba kwa tamaa wewe. Wewe muombe Mungu na Mungu afanye kwa utukufu wa jina lake. Atafanya tu, ila uwe mvumilivu kwa wakati. Maana yeye anaweza akasema huyu mwanangu nitamjibu leo na huyu nitamjibu kesho, ama huyu kichwa chake kilivyo kama ukimpa gari sitamwambia ni matope simpi. Maana ukiomba kuna ndio au hapana, si ndio? Anaweza akakataa kupima akaona sasa huyu kama shilingi 5,000 tu zinamsumbua, anaimba hapa senta nzima simpi. Bwana Yesu asifiwe.
yeye atafanya anavyojua. Mathayo sura ya 26. Hebu nisomee tu Luka haraka muda wangu ukiwa unaenda. Luka 22. Luka 22 mstari wa 40 hadi wa 46. Muda wangu unaenda. Luka mtakatifu mstari wa 40 mpaka 46. Nasema, alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba, akisema, Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yako bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. 45. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi wa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia habari hizo, hasa ndio habari za Pasaka kama siku ya leo ambazo zilikuwa zikifanyika Ijumaa, ya kuwa kwamba Yesu aliwachukua nani? Wanafunzi, sio? Akaenda katika hii Mathayo 26:36 inasema hivi, kisha Yesu akaenda pamoja mpaka bustanini iitwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa niende kule nikaombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa na jambo lake, na jambo alikuwa nalo ilikuwa ni kwamba tayari siku zake za kuuawa zilikuwa zimeshafika. Akawachukua wanafunzi akaenda nao Gethsemane, lakini akawaambiaje? Ketini hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini yeye amewapandisha kwenda kule, na tena sehemu fulani alichukua watatu akaenda nao mbele, na alipofika kule mbele bado akawaacha watatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa na issue maalum na Mungu. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akawachukua Petro na wale wawili wana wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Mstari wa 38, ndipo akawaambia, roho ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Mstari wa 39, akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, wala si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yesu. Ameenda na wanafunzi, lakini akaingia mahala pasiti. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaishi Bwana. Kwa hiyo sasa hivi ukiletewa barua kwamba saa 12 leo utakufa, unaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Barua imetumwa na malaika Mikaeli. Naenda kumwambia mtumishi wa Mungu Dominic Thomas, hayo masaa anayomalizia ni ya mwisho. Saa 12 atakufa. Kama unataka ujue kufa sio mchezo, kaulize Hezekia alipoletewa taarifa. Bwana, nilienda mbele zako kwa ukamilifu, sijui nikafanya nini. Sasa kuna kitu Yesu akaenda pembeni, akaenda kuomba, kwa sababu alikuwa na nini? Na jambo
kumhusu mtu yeyote. Kwa hiyo unahitaji mahala pasiri, kae mahala hapo, uzungumze na Mungu mahala hapo, na ukae na uenende mahala pale. Nisomee Isaya nikiwa naenda mwisho 45 mstari wa 3. 45. Tuangalie faida, wewe unayeandika, faida za kukaa mahala pasiri. Andike tu hiyo. Mstari wa 3. Nasema ndio, nami nitakupa hazina za gizani, ndio, na mali zilizofichwa za mahali pasiri, ndio, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana, ndio, nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Ndio, endelea. Wanasema kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Mstari wa 5. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine; zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga mshipi, ijapokuwa hukunijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitakupa hazina za gizani, mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa huko, yaani sijui kama kuna mtu ananielewa vizuri, mahala pasiri pake Mwenyezi anakwambia atakupa hazina za sirini, zile ambazo zimeshikwa na wakuu wa giza, ambazo zimefungwa. Kila njia zilizofungwa zinafunguliwa mahali pasiri. Anasema ili mpate kujua ya kwamba mimi ndiye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muda ndio uishi. Somo lenyewe liko bado lina pointi kidogo, lakini kitu tunachotaka kusema, kuna vitu vya kwenda mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Na usiangalie tu mahala pasiri pa matatizo ya familia yako, matatizo ya mahala pasiri. Hata kanisa unaweza kuliendea mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Pake nani? Acha kushangaa eti unaonaje? Si unaonaje nini? Ingia mahala pasiri, kuna majibu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ya huduma yako, kama ni kiongozi wa kwaya, uangalie hii kwaya inakufanya. Unaokaa nao, ninakaa nao na ninawaonya. Mmeweka sheria zipo. Nini kimeua mioyo ya watu ndani, hawataki pale ingia mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Mhoji Mungu mahali. Kiongozi wa wazee, idara yako ni ngumu, haieleweki. Yaani kama ni idara lakini ni marehemu, haijulikani. Umeshawaambia na tumekaa, mbona hawaeleweki? Unahitaji mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kiongozi wa mama, achana na ile kwamba hao mama wameshashindikana. Hicho kilichowafanya washindikane ni nini? Ingia mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, umenipa hawa watu, hii ni mioyo ambayo itadaiwa. Na ninavyoona sioni hata mmoja hapa ambaye anakombolewa, ila kwa ajili yangu sikubali hawa watu waangamie. Ninakuomba Mungu nisaidie, nini kilicho ndani? Mungu atakupa jibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ni kuvunja roho za mawe ndani, utavunja. Kama ni kuvunja vichwa vilivyojaa maji, utaharibu, kwa sababu hapo mahala pasiri Mungu atakuonyesha ni nini cha kufanya. Muda umeisha, na tufunike macho tumuombe Mungu. Baba yetu, asante kwa sababu ya siku ya leo. Wewe ni Mungu uketie mahala pasiri palipoinuliwa. Ndiye wewe peke yako ambaye Bwana husema na watu kwa siri na huwajibu kwa siri.
Umesema mahali papo pasiri utatufunika na manyoya yako, na hakuna mabaya yatakayotupata. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kanisa hili lote, kila mmoja, watoto wakubwa kwa wadogo, Bwana nenda ukawafunike katika uvuli wa mbawa zako asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu unatosha. Ni kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Karibu kiongozi.